Wakufunzi wa chuo cha utawala wa umma IPA wameshauriwa kutodharau mafunzo mbalimbali yanayotolewa katika kujiongezea maarifa na ujuzi utakaowawezesha kuboresha utendaji wao wa kazi. Akizungumza katika mafunzo ya kujengea uwezo wa kufunzi kuhusu mbinu bora za ufundishaji za karne ya 21, Naibu Mkuu wa Chuo Utawala Mipango na Fedha IPA Dr. Hamad Hamis Said amesema mbinu za ufundishaji kwa sasa zimebadilika na zinahimiza zaidi kumjenga mwanafunzi kuwa mahiri katika maisha yao na ya kitaaluma. Hujui nini ambacho kitakunufaisha zaidi. Kwa hiyo hata kama tayari kweli tunajua, lakini hebu tuchukueni vya ziada vya kheri ambavyo kwa tunavipata. Ni fursa kubwa sana kwamba taasisi nyingi za design kama hizi ambazo kwa yanafanya hivi, na ukichukulia kwamba hao waendeshaji ni sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa maana tunafahamiana vizuri lugha zetu, tabia zetu na kila kitu. Kwa hiyo tuna uwezo manake wa kuweza kuongozana vizuri. Kwa hiyo tuchukue hii ni fursa na tuweze kuitumia vizuri kwa ajili ya kujiongezea pale ambapo tunahisi pamepungua. Tujue kwamba hapa tunakaa na wanafunzi, ingawaje kwamba ni watu wazima, lakini as long as kwamba wanaitwa wanafunzi, basi tabia zao za kijitu uzima zinakuwa hazipo, zipo zile za wanafunzi. Kwa upande wake, Naibu Mkuu wa chuo anayesimamia taaluma, utafiti na ushauri elekezi Dr. Salum Rashid Muhammad amesema kuwa mtazamo chanya wa kutumia fursa za mafunzo kama hayo unasaidia kuboresha uwezo wa kitaaluma wa wakufunzi sambamba na kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia na mahitaji ya wakati. Mafunzo mafupi kazi yake ni kuwajengea uwezo watumishi wa umma wa nje, na ndio maana sisi katika mafunzo mafupi huwa tunawasiliana na nani? Na maafisa utumishi wa taasisi nyingine, si ndio Sheoma? Yes. Kwa hiyo ndio maana tupo hapa na tukasema tuje sote ili kila mtu apate kuzungumza kidogo na hatimaye yake tuweze kuanza mafunzo yetu rasmi. Mfunzo wa mafunzo hayo Bwana Masudi Vuai akiwakilisha mada kuhusu mbinu mpya za ufundishaji amewasisitiza walimu kuzingatia ubunifu, mawasiliano, ushirikiano na uchambuzi yakinifu katika ufundishaji wa vijana wa sasa. Learning skill maisha yake zaidi ya muhimu darasani. Sawa? Hapo tunaogelea kwenye skill za kuweza kujifunza. Kwa hiyo 21st century skill inazungumzia hivyo. Kwa hiyo kwenye masuala ya kitaaluma tunaizungumza hiyo zaidi, lakini pia tuna eneo la literacy skills. Hapa ndio lipokuja msisitizo. Watu wanapozungumza 21st century skill hawachi kuzungumza integration of technology. Sasa integration of technology inaingia hapa kwenye eneo hili la pili. Sawa? Na eneo la tatu ni life skills. Life skill nayo tutaiona, lakini tukiwa darasani kwenye learning skill tunaishi nayo. Life skill, literacy skills pia tunaifanyia kazi, na ndio maana hata hapa tumejaribu kuintegrate technology, lakini pia tutakuja kuiona kwenye eneo la life skills. Sawa? Hadija Haji, J Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.